Asante ndugu mtangazaji, ninakushukuru kwa kupata nafasi hii tena ya kukaa na wewe kufanya mazungumzo ya jinsi nilivyopona. Nilisema hapo nyuma mimi ni mchungaji mstaafu wa kanisa la Adventista wa Sabato. Kwa hiyo vitu vyote nitakavyosema hapa vitakuwa ni vya kwangu mwenyewe, visihusishwe na kanisa la Wasabato. Ni kwa sababu matamshi yangu mengine yatakuwa ni ya kisomi, na hii ni kwa sababu mimi ni mtaalamu pia wa teolojia, manake ni mwalimu wa wachungaji kitaaluma. Ukristo kwa mfano wa kanisa letu la Sabato ulivyoingia hapa Tanzania miaka ya zamani ulianzia kwenye milima ya Upareni ambako mimi ndiko nakotoka. Kwa hiyo tumekuwa tukiwa tuna kwenye falsafa tunaita prior knowledge, ile elimu ya kujitambua ya awali inaanza na Mungu kwenye maisha yetu sisi, kwa sababu dini kwetu imefika zamani ya Kikristo. Sasa yale makozi ya dini ni kama ukiwa mtoto unaambiwa ukiwa na shida unaomba. Ukiwa na shida unaomba. Siku za karibuni watafiti wa sayansi za DNA wamegundua ya kwamba moyo una akili yake yenyewe na ubongo una akili iliyo tofauti na ya moyo, na ubongo unapokea maelekezo ya moyoni. Sasa Biblia inapoanza sema mpende Bwana Mungu wako kwa moyo wako wote. Mtu yote ambaye moyo wake ameuseti kwenye kumpenda Mungu kama nilivyo mimi, nilikuwa naweza kujua nitapona wakati sayansi ilikuwa inakataa siwezi kupona. Kwa hiyo imani yangu kwa Mungu, kumpenda Mungu kwa moyo wote, kulinihakikishia kabisa kwamba nitapona, ijapokuwa sayansi ilikuwa haionyeshi kama naweza kupona. Na ziko takwimu. Taasisi inayoongoza kwa tiba ya moyo duniani inaitwa Mayo Clinic, iko Marekani. Ukisoma pale ndio inaongoza kwa kutibu watu wengi duniani. Ukisoma data za mgonjwa wa uti wa mgongo kama mimi, hawana rekodi ya mtu yote amewahi kupona kama mimi, hakuna. Kwa hiyo wanaanza sentensi yao ya kwanza kwamba ugonjwa wa uti wa mgongo hauponi. Kwa hiyo mimi nikiwa nimepona, umeponaje? Jibu ni mimi nimeponywa na Mwenyezi Mungu. Sasa kisayansi wewe umeponaje? Nilikuwa na moyo wangu ulikuwa unaelekeza ubongo kwamba hakuna shida yote imetokea, nitakuwa sawa. Hakuna shida yote imetokea, nitakuwa sawa. Na usiku mmoja nilisikia kabisa Mungu akiniongelesha, nitakuponyesha. Na nimepona. Sasa madaktari kwenye ile sehemu ya kwanza niliowataja wote pale, ukiwauliza hata ikachukua nafasi labda ukitoka hapa uhamie Moi, uombe faili langu, alafu waulize wale maneurosurgeon wenye umahiri pale akina Dr. Shabani, Dr. Othmani, Dr. Max, waulize huyu mgonjwa mliyemuona mkamtibu, tuelezeni sayansi yake. Watakueleza majibu haya nayo kuambia kutoka Mayo Clinic Marekani kwamba huwa uti wa mgongo kupona ni changamoto. Kwa hiyo kilichoniponyesha ni imani kwa Mungu. Hakuna kitu kingine za kueleza, lakini kuna daktari wa DNA maarufu sana kule Marekani anaitwa Greg Braden. Greg Braden anaelezea kwamba ukiongea na moyo wako unavuta nguvu zinazosababisha uhai. Kwa lugha nyingine, nadharia ya kwamba watu wameibuka sio ya kweli kisayansi. Sayansi kabisa haikubali watu wameibuka. Kwa sababu evolution, ukiweka vipimo vyote vya kisayansi inapingana. Vipimo vya kisayansi vinapingana na evolution kwa 100%. Kwa hiyo elimu ya uibukaji ni uongo tu, unafundishwa na watu ambao ni kama sio wanasayansi, sio watu wa ukweli. Sasa kwa hiyo imani yangu kwa Mungu imeniponyesha katika maana ya kwamba nilikuwa Mungu ananiongelesha moyoni, na moyo unaelekeza ubongo ambako ndiko mota zinakotokea kuelekea umeme unakotokea, wanaita message impulses, kuenda kwenye mota ziko kwenye tissue huko chini, ili tissue zianze kupambana kuelekeza information kwamba sasa uliambiwa ufanye hivi. Kwa mfano ni kueleze moja kati ya vitu vigumu
ndo wakati wa kutibiwa kama mimi ni daktari wa mazoezi, anaitwa physiotherapist doctor, daktari wa mazoezi. Kwa mfano nikiwa na mguu ambao haujui kabisa kwamba upo, anakuambia nyanyua mguu. Sasa daktari wa mazoezi akwambia nyanyua mguu, unajua ubongo hauna kumbukumbu kama una mguu, alafu umeambiwa nyanyua mguu na kuuliza hata kwa common sense bila science, wewe kitu gani kitafanya mguu nyanyuke na ubongo hauna kumbukumbu? Ubongo hauna kumbukumbu kwamba una mguu, hakuna kabisa kumbukumbu kwamba una mguu. Daktari wa mazoezi anakuambia nyanyua mguu, huo mguu unaunyanyua kutoka wapi? Kumbe ni information inatoka moyoni, alafu inaenda kwenye ubongo, alafu ubongo una command sasa maelekezo yaende kwenye tishu kule kwenye kuliko viungo. Huo mchakato nilikuambia juzi, nitataja sifa moja ya Mwenyezi Mungu. Mungu ameumbwa kwa vitu vinne. Juzi nitaja kimoja, nitakitaja tena sasa, kinaitwa free will. Hiyo free will ni Mungu alipomuumba mtu alimtilia mtu free will. Mimi na wewe tuna hiyo free will. Kwa hiyo ile free will ndio ambacho ni kitu cha Mungu, ni high dimension, ni kitu cha juu sana kwenye utashi wa Mungu ambako amempa mwanadamu. Daktari wa mazoezi ananiambia nyanyua mguu, na mguu haunyanyuki. Kwa hiyo kitu gani kinatokea? Moyo wangu unaiambia ubongo, ubongo unapokea information za kwenye moyo, alafu baada hapo una connect, unaongea na the entire DNA. Siongei kipengele cha DNA, hapana. Kuna profesa wa chuo kikuu cha Oxford anaitwa Richard Dawkins kwenye chuo cha St. Mary's ya mestaafu, aliandika kitabu kinachoitwa The Selfish Genes. Kile kitabu kimeandikwa uongo chote kabisa, lakini profesa Oxford, na watu wanaamini ukisoma Oxford umesoma. Hata mimi kuna tafiti nimefanyia Oxford na kadi ya chuo kikuu cha Oxford cha maktaba inaitwa Bodleian Library, nimefanya utafiti pale kwenye kitivo cha sheria. Lakini nakwambia yule profesa ameandika uongo juu ya selfish genes, kwa sababu information kama mimi kwenye kupona kwangu, daktari ananiambia kwa mfano mguu umelala chini, ananiambia kunja mguu. Mguu haukunjiki kwa sababu ubongo hauna kumbukumbu. Sasa nafanyaje? Kinachotokea ni kwamba DNA inapokea information kutoka kwenye nia. Ile nia ndio inaitwa free will. Ile nia ukiweza kusema ile nia ya moyo inaelekezwa kwenye ubongo, DNA inapokea information, inasema sasa kunja mguu. Ile nia ukiongea, daktari wa mazoezi anaweza akaisikia ile nia. Naomba nisisitize hapa, daktari wa mazoezi anaweza akasikia, yani kwa mfano ni message impulses, ile information ambao ni umeme wa kwenye nevu. Daktari wa mazoezi akiwa amekushika, ukiwa na nia inayotoka moyoni, anasikia ile nia, ule umeme anausikia kabisa kwenye mikono ameushika. Lakini kwa vitendo vya kutoka nje, wewe huoni kinachotokea. Kwa hiyo ule mchakato sasa yeye anafanyia mazoezi ile nia yako, unapo command information kutoka kwenye moyo kwenda kwenye brain, kwenda kwenye system za DNA, sasa kutoka huko seli inapokea. Huo mchakato sasa ndio ambao umefanya mimi nipone kwa hatua ya kwanza, imani ya dini. Sawa. Tukiachana na swala hilo, juzi ulizungumza sana kuhusiana na masuala ya kisera ya afya na sera mengine, lakini leo nataka uzungumze juu ya masuala mengine ya kisera ambayo pengine sijakuuliza na ungependa kuyazungumza. Karibu. Ndugu mtangazaji, naomba nikuhakikishia kwamba nchi inaongozwa kwa sera. Kwa mfano, ukisikia Mheshimiwa Rais wetu Daktari Samia Suluhu Hassan juzi alikuwa Dodoma, alikuwa anaelekeza viongozi wa serikali, hasa wakurugenzi wa halmashauri pamoja na wakuu wa wilaya, kwamba wasiamue haraka wao wenyewe kusimamisha labda mkandarasi anafanya kazi kwenye eneo lake akamsimamisha tu. Rais anasema hapana, fateni utaratibu wa kufuata taratibu za kisheria, hata kushirikiana na ofisi ya mwanasheria mkuu wa serikali, ili serikali isiingie kwenye hasara ya kulipa fidia kwenye arbitration tribunals. Unaona?
Kwa nini rais amesema vile? Ni kwa sababu ili uwe na sheria, zipo sera zinazoongoza kwenye kutungwa sheria, na ukiona watu wengi wanafanya makosa kama hayo ya kuingiza nchi kwenye matatizo kama mheshimiwa rais alivyoonya, kimsingi ni kwa sababu hawajui sera zinatengenezwaje. Na mimi nina umahiri wa kutengeneza sera kisomi. Kwa mfano, mimi ni juzi nilikwambia na masters ya research katika chuo kikuu cha TISAD kilichoko nchini Uingereza. Nilikuwa nimeenda na profesa mmoja kujadili jinsi ya kupata affiliation kwenye chuo kimoja nilichokuwa nafundisha, affiliation ya certificate na degree zingine. Nilikuta kwamba wana kitu kinachoitwa postdoctoral research certificate. Yaani mtu amemaliza PhD lakini hajui kufanya utafiti. Mtu amemaliza PhD hajui kufanya utafiti. Kwa hiyo mheshimiwa rais hata akiteua mkurugenzi au mkuu wa wilaya ambaye ana PhD lakini hajui jinsi sera zinavyotungwa, anatakiwa kapate hata research certificate, yani kacheti ka mwaka mmoja ka kujifunza utafiti jinsi sera zinavyotengenezwa. Sasa mimi na masters, maana yake mimi ni mwalimu wa sera, mimi na masters ya research. Ukiwa na masters ya research unaweza ukaandika sera yoyote ya nchi. Kwa hiyo siku mheshimiwa rais atakaponiita, ataniita kwa umahiri wangu na kampuni ya consultancy. Na kampuni ya consultancy inaitwa GJS Global Logistics Limited. Ni kampuni ambao kwenye kulipa kodi kwake, tax code yake inaitwa Other Business Support. Hiyo ni tax code yake. Kwa bahati mbaya toka nimepata ajali sijafanya kazi, kwa hiyo hata nadaiwa kodi. Maana sijalipa kodi kwa sababu nimepata ajali na mtaalamu ni mimi tu peke yangu. Kwa hiyo sijafanya kazi kwa miaka 2. Sasa tunapoongea juu ya sera, kwa hiyo hapa naongea na competence. Kwa hiyo siongee kwa kubahatisha, naongea kwa umahiri juu ya kutunga sera. Juzi nilipoongea juu ya sera ya afya, nilikuwa naongea juu ya upande wa dawa. Sasa hivi kwa mfano leo nimekuonyesha jinsi ambavyo imani ya dini inasaidia. Kwa hiyo ina maana kama nikisema watu wakae upande wa kumpenda Mungu, tunarudi kule kwenye katiba ya watu ambao watakuwa na utu wao. Lakini tukirudi kwenye upande wa public health inasema tutengeneze dawa zetu wenyewe. Kwa nini? Tuna sera ya ujamaa na kujitegemea, ibara ya 9 ya katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Tuwe na sera ya dawa zetu wenyewe. Ijapokuwa sasa tuna competing government theory, tuna nadharia mbili zinazoshindana kwenye utawala wa serikali, ya kimasoko na hii ya kijamaa. Bado sisi kwa mujibu wa katiba sisi ni wajamaa. Wajamaa maana yake ni sisi tunataka kuzalisha vitu vyetu wenyewe, tujiuzie wenyewe, kila kitu kiwe cha kwetu wenyewe. Hiyo ndio sera ya kuendesha nchi. Kwa mfano tunapoongea sasa juu ya sera ya kutengeneza dawa zetu wenyewe, ijapokuwa serikali imeshafanya privatization ya vitu vingi, yani inaacha tabia ya kuwa inafanya biashara, mimi ningeshauri serikali ifanye biashara. Ifanye biashara ya kuwa na viwanda vya kutengeneza dawa. Hiyo ni upande wa sera. Kwanza badala ya kuingia kwenye globalization, kwamba tutangaze tenda kuwe na fair competition, mtu atakayeshinda dawa awe na supply dawa. Tunataka tunachokita protectionism. Kwa mfano China pale ilipo inafanikiwa sana kwa sababu ya protection ideology. Inaendeshwa na falsafa ya protectionism, haiendeshwi na globalization agenda. China hakuna globalization agenda pale. Pale kuna protectionism. Kwa hiyo nchi kama ya kwetu ningehamasisha kabisa rais wetu, na kwenye zile ara zake 4 nilikuambia, na ara moja ya kifalsafa inataka kulijenga taifa upya, rebuilding of the nation. Ni kitu ambacho sidhani kwamba kuna kitu kizuri ninachokipenda kama hicho, sidhani. Kwa sababu kama tukianza kufikiria kama wajamaa, alafu tukaanza kufikiria kujenga nchi ambayo inamiliki viwanda vyake wenyewe, hiyo ni soko. Na sisi Tanzania, nilisema juzi, ndio makao makuu ya intellectual headquarter ya Afrika inakaa Tanzania. Intellectual headquarter ya Afrika inakaa Tanzania. Kwa hiyo tutengeneze dawa zetu wenyewe. Tuna masoko ya Afrika Mashariki yote, tuna masoko ya SADC yote ya dawa, tutawauzia. Na sasa kwa mfano kama mimi hapa nilipo tayari nimekuwa
nguruwe wa kimaabara kule kwenye research tunaita guinea pig. Kama nimepona hivi na madaktari wa Moi wenye umahiri mkubwa wako pale, kwa sababu tu nchi yetu haina, sidhani kama tuna budget ya pesa za utafiti. Hapa ningekuwa kwa mfano nimepona nikiwa Marekani, universities zingekuwa zinakimbia hapa kuni hoji, hebu tuambie ilikuwaje ukapona, ilikuwaje? Wanakusanya data zangu ili kuendesha kitu ambacho hawana. Sasa sina uhakika kama sisi huko tuna pesa za research. Na nimeshakwambia na masters ya research, manake napenda utafiti. Kwa hiyo tunapoongea juu ya sera, kama nimeshaongea juu ya dawa zetu, serikali zalishe dawa zetu wenyewe, tujitibu wenyewe, tuzalishe dawa za kutosha kuanzia Jumuiya ya Afrika Mashariki, hata tukuzia population nzima ya Afrika ambao ni watu kama bilioni 1 na milioni 400 hivi, tutakuwa tayari tuna uhakika tumetengeneza soko kubwa sana la biashara ya dawa. Lakini tunaweza tukaongea juu ya kitu kingine cha kisera. Sera za kutunza watu wetu na kubadilisha mifumo ya haki jinai. Juzi nilitaja nikasema moja kati ya vitu ambavyo nimeandika na kushirikiana na maprofesa wengine huko Marekani ni juu ya, na Uingereza, ni juu ya kuondoa criminal procedure ili kupunguza uhalifu. Sasa kwa mfano, juzi Mheshimiwa Rais nasema juzi, lakini labda kwa sababu nimelala ndani, huu ni mwaka wa pili, nasema juzi unisamee. Miaka 2 imepita toka Mheshimiwa Rais alipoanzisha tume ya kuboresha mfumo wa haki jinai nchini. Ile tume imesimamiwa na Jaji Chanda, alikuwa jaji mkuu mstaafu. Mimi ndimi mtu wa kwanza kupeleka ripoti yangu pale kwenye dispatch book ile iliyosainiwa pale. Mimi ndio mtu wa kwanza kupeleka andiko langu kabisa la kuchangia. Kama kuna dispatch book nyingi za kupokea pale kwenye ile tume sifahamu. Mimi ndio wa kwanza kwenye kile kitabu cha kupokea watu waleta maoni yao kwa maandishi. Kwenye dispatch book pale, mimi ndio wa kwanza kusubmit ya kwangu pale. Ile proposal ilinifanya nadhani nikapigiwa na waziri ofisi ya Rais management ya utumishi wa umma kipindisho akiwa Mheshimiwa Jenista Mhagama. Alinipigia simu ila hatukuweza kuonana maana alikuwa na kazi nyingi. Sasa hivi yuko George Simbachawene, yeye namfahamu vizuri. Labda kama wakitaka kuniuliza mchango wangu naweza kuweka hapo. Kwa hiyo pale nilichoandika mimi ilikuwa ni kwamba tunaweza kubadilisha mfumo wa haki jinai kwa kuchagua. Kwa mfano, watoto hawa wanaokamatwa wanaoitwa panyarodi. Unajua ile ni nguvu kazi ya taifa. Sasa umepanyataji wale watoto mpaka wakaitwa panyarodi. Alafu ukakamata ukawatia ndani. Yaani uchukue watoto wako wafunge. Unadhani kuna mzazi anataka kuchukua mtoto wake amfunge? Kuna kitu hakiko sawa kisera. Sasa hapo ni swala la sera inayotunga mfumo wa haki jinai. Na jinsi ya kubadilisha ule, njia ziko wazi kabisa. Na mimi na umahiri kwa sababu nimeandika. Kwa hiyo watu wako magerezani ambao walitakiwa kuwa uraiani. Kwa hiyo watu wanalipa kodi, na wakiwa wanalipa kodi inaenda kuwalisha watu, na watu walioko ndani wanatakiwa wasikae ndani, watoke nje wakafanye kazi. Lakini utakuta wako ndani kwa sababu ya sera fulani hivi ya mifumo ya haki jinai. Kwa hiyo akili zangu huwa zinanituma kwamba tusipokuwa na homegrown philosophy, tusipokuwa na falsafa ambazo zinatoka ndani, kimsingi tutakuwa tunajionea wenyewe tukiwa tunadhani tunaenda mbele. Hatuendi mbele. Definition ya maendeleo ni people centeredness. Yaani maendeleo ni wewe mtu. Sio maendeleo sio barabara. Sio barabara, wala sio hospitali nzuri, wala sio shule nzuri. Hao sio maendeleo. Maendeleo ni moral orientation, ni kutengeneza mtu mwenye hadhi ya mtu. Unajua tofauti ya mtu na binadamu.
Katika falsafa kuna tofauti ya mtu na binadamu. Neno binadamu kwa Kigiriki tunaita anthropos. Anthropos natumia falsafa ya Aristotle kwenye kitabu chake kilichoanzisha mifumo ya serikali kama vitabu vya kifalsafa alivyoandika vitatu. Kwa hiyo anthropos ni categorization ya kinyama. Mtu akiitwa mwanadamu amepewa classification ya wanyamapori. Mtu akiitwa binadamu amepewa classification ya wanyamapori. Yaani mtu amewekwa kwenye grupu la wanyama. Lakini mtu akiitwa mtu amepewa hadhi ambayo mnyama hana. Na hicho ndicho kilichoamrisha mimi kupona. Mimi nimepona kwa sababu mimi ni mtu. Mimi sikupona kwa sababu mimi ni binadamu. Hapana. Mimi nimepona kwa sababu mimi ni mtu. Mimi sikupona kwa sababu mimi ni binadamu. Binadamu kwa Kigiriki ni anthropos. Anthropos manake ni yeye aliye na sura ya mtu. Binadamu manake ni yeye aliye na sura ya mtu. Kwa hiyo tunapoongea sasa kwa mfano kwenye sera sasa ya kijinai, tunatakiwa tutengeneze ya kwetu wenyewe. Watu wasikae magerezani kule, watu wakae uraiani, wafanye kazi. Lakini ukifuata mfumo kwa mfano Marekani, na kuhakikishia nimewahi kuhudhuria mkutano na nilikuwa mtu mweusi mwenyewe, sisemi Mwafrika, nilikuwa mtu mweusi mwenyewe. Mwenyekiti alitaka kunifukuza. Niliteletewa na profesa mmoja ambaye ni wa chuo kikuu kimoja, sitakitaja, ni head wa department wa law school kule Marekani. Alikuja kunitetea nisifukuzwe. Unajua Wayahudi ni wabaguzi sana. Kwa alikuja kunifukuza kwa sababu tulikuwa tunajadili juu ya kwa nini Texas ndio jimbo ambalo ili uwe governor wa Texas inabidi useme utafunga watu wangapi. Hiyo ni serikali. Naona aibu, I'm embarrassed. Yaani unajadili governor ili uchaguliwe kuwa governor wa Texas inabidi useme utafunga watu wangapi. Mimi naweza kuwa raia wa nchi kama hiyo? Si nitakuwa nimetukana neno akili. Akili itakuwa na maana gani? Kwa hatuwezi kufuata sera kama hizo. Yaani watu wakifungwa ni kitu cha kujisifia. Lazima watu waone aibu kwamba umefunga watu magerezani. Kwa sababu kuna njia za kufanya haki bila kuwafunga watu. Nimesema nina umahiri wa kisera, ni mtaalamu na shahada 2 kwenye maeneo hayo. Nimeandika, nimehutubia. Sasa umahiri wangu haufahamiki Tanzania kwa sababu Tanzania mimi nafahamika kama mchungaji. Naweza kuombea watu wenye mapepo yakatoka, na naweza kuombea watu nimeombea hata nikiwa hapa wakapokea miujiza ya kupona kabisa. Wengine hata wanatibu hospitali wapo, nimeombea wakapona. Lakini kishafika kwenye swala la kitaalamu, tena nikuambia ndugu mtangazaji, Mwenyezi Mungu akipenda, Mheshimiwa Rais akiniita, asiniite mchungaji. Aniite mtaalamu wa kisera kwa sababu tax code yangu inasema hivyo. Ni mtaalamu wa kisera. Other business support. Other business support. Kwa sababu mimi ni mtaalamu kweli. Kwa hiyo haya mambo ndio ya kuongea juu ya sera. Sasa tunapofikia sera nyingine kwa mfano kama sera ya elimu, tunatakiwa tuseme tuondoe elimu ya kimasoko. Tuondoe elimu ya kimasoko. Elimu ya kimasoko Ndiyo, maana yake ni nini? Tuondoe elimu ya kufikiria kwamba watu wakifika chuo kikuu wamesoma. Mtu anaweza kamaliza chuo kikuu kabisa akawa na degree ambayo thamani yake ni karatasi. Karatasi moja tu. Lakini hamishi ile karatasi hiyo kitu cha kufanya kivitendo haiwezekani. Kwa hiyo sera ya elimu ikiwa ni homegrown tumeitengeneza ndani. Vyuo vikuu tunaweza tukavivunja vyote kabisa. Vyote kabisa tukavifanya kuwa na hadhi ya VETA. Vyuo vikuu vyote kabisa nchini tukazifanya kuwa VETA tu. VETA tu vya kiufundi. Alafu mahali tutakapokuwa tunataka kutengeneza labda watawala, ndo tunakuwa sasa kama unakuwa na kama chuo kikuu cha Kivukoni. Sema nendeni pale mkajifunza juu ya utawala. Hivyo tu. Lakini kusema business administration, sijui kitu gani, hizi ni mbwembwe tu. Na hiyo ni elimu ya kiliberali, ni yake ni kutuibia akili. Na mimi kuniibia akili ni ngumu sana kwa sababu za kwangu nakaa nazo zote. Za kwangu nakaa nazo zote kabisa. Yani inabidi siku moja nilimwomba Mheshimiwa Waziri wa Mambo ya Ndani kipindi hicho Mheshimiwa George Simbachawene wakati wa serikali ya awamu ya 5, nikamwambia nina project nataka kuileta ambayo haifai kutangaza, naomba nilete. Yule Mheshimiwa George Simbachawene ni mnyenyekevu sana. Akaniambia
ni uje ofisini. Nikafika nikamkuta, akaambia we mchungaji mstaafu, unataka kufanya nini? Nikamweleza. Asa mbona mimi sikufahamu? Kaambia mimi sifahamiki ndio kwa sababu sio mshirika wa kanisa la Wasabato. Nikamwambia lakini nataka kufanya kitu kizuri kwa nchi. Akaniambia andika barua. Nikaandika barua, nikampa. Akaniambia usiniaibishe, maana kwa kweli nimekupa haki yako ya kusikiliza kama waziri, nimekupa haki yako ya kutumikia taifa lako, lakini mimi sikufahamu wala sijui mahiri wako, ila usiniaibishe. Wakati wa serikali ya Magufuli. Kwa hiyo yule mheshimiwa waziri George Simbachawene, Mungu ambariki sana, ni mnyenyekevu, na niliandika mradi nikapitishwa kwenye mchakato wa kuitoa kamati maalum ya wizara. Kama hadidu za rejea zimewekwa pale Dodoma, zipo tu. Mradi ule ulikuwa tayari sasa serikali isaini kwamba utekelezeke. Nimeandika mradi nani wa kisera. Kwa hiyo nilipokuwa nimetaka sasa serikali imepigia commissioner, amenipigia niende Dodoma. Nadhani ilikuwa ni kusaini kwamba nianze project, ndio nikawa amenipigia simu, niko kwenye kitanda cha Moi. Lakini project nimeandika ya kisera ya kusaidia nchi. Lakini sasa nikipigiwa simu na commissioner, nadhani commissioner sasa amestaafu, lakini nimepigiwa simu nimelala kitandani. Lakini ni ile roho ya watu wanaopenda kazi, wanapenda nchi yao kama mheshimiwa George Simbachawene. Kwa kweli nadhani ni waziri ambaye ni wa kuombea, Mungu amtunze, na kama mawaziri watu wanafanana kama yeye, maana kwa kweli sijafika ofisi zingine na kuambia ningi kitu cha kumshukuru Mungu, maana kila mtu mwenye fursa ya kufanya kazi na kuweka mchango wake kwenye nchi anapewa tu. Sawa, hilo ni kuhusiana na masuala nzima ya kisera. Watanzania wengi sasa hivi hawana bima ya afya, lakini kwa upande wako sijui ilikuwaje na ulitumia nini wakati unapata matibabu? Ulitumia bima au ulitumia fedha kiasi gani? Profesa Janabi, mkuu wa hospitali ya Muhimbili, mwaka huu kwenye mfuko wa bima ya afya alikuwa mgeni rasmi, na walikuwa yupo pale viongozi wa serikali wengi. Ninakumbuka kabisa alisema hata watu wakiwa na bima ya afya wengi haitatosha hitaji la matibabu. Yani hata nchi nzima wakiwa na bima ya afya haitatatua tatizo la matibabu. Kwa nini? Kwa sababu shida ni kanuni za afya. Ni Profesa Janabi. Kanuni za afya. Najua tu hata kuna mtu mmoja kule bungeni msikia kama anamsodoa vile, asema hiki chakula anachoshauri tule Profesa Janabi inakuaje. Lakini usisahau kanuni ya kwanza sio bima ya afya. Kanuni ya kwanza ni wewe mwenyewe kuwa na utashi wa kufahamu siasa, kufahamu afya. Alafu urudi sasa kwenye sera ya afya, alafu ujitazame mwenyewe. Mimi wakati napata ajali nilikuwa sina bima ya afya. Nilikuwa sina bima ya afya. Kwa hiyo pesa za kunitibu nilichangiwa na waumini wa kanisa la Wasabato wa kanisa liloko Uingereza, wakiongozwa na aliyekuwa yuko hapa Tanzania anaitwa Fredi Manento, akisaidiana na Pastor Zefania Mwanyalala na Dr. Ezra Chomete na timu yao yote ya Watanzania wa Sabato walioko Uingereza. Walinitumia fedha kwa kuchangishana wao wenyewe, kwa sababu mimi nimekaa Uingereza muda mrefu. Kwa hiyo network yangu ikawa iko Uingereza. Wakanitumia fedha, ndizo zimelipa madaktari wawili walikuwa wananitibu hapa nyumbani. Na maana hilo lalo darasa lingine. Walikuja kunitibu hapa nyumbani, kwa hiyo niliwalipa kwa keshi. Walikuja hapa. Kwa hiyo kwanza labda nichukue nafasi kuwashukuru Dr. Ezra Chomete, Pastor Zefania Mwanyalala, Fredi Manento, yeye yuko hapa Tanzania. Ni mtu tu ana kazi zake kubwa tu za nchi hii, of course kwenye private sector, lakini kwa kuwa tumekaa naye kule Uingereza na pia tumesoma naye sekondari, seminari ya kanisa wa Sabato, basi. Kwa hiyo ukikaa kwenye community ya dini yako ya imani, kama we ni Mkristo wa dhehebu lolote, shikamaneni popote, kwa sababu Wakristo wenyewe tuna madhehebu mengi na Waislamu wana madhehebu mengi pia, lakini shikamaneni na watu wenu, shikamana na watu wako. Usiposhikamana na watu wako itakuwa ngumu. Kwa hiyo mimi sikuwa na bima afya hata mpaka leo. Sitibiwi kwa bima ya afya
na mimi si muumini wa bima afya kabisa, sio muumini, kwa sababu akili zangu ni za ujamaa na kujitegemea. Kwa naziko kwenye katiba, usije ukasema hicho hakiko kwenye katiba. Hapana, kiko kwenye katiba. Sitavuka nje ya mipaka ya katiba, maana katiba ndio inanipa mwanzo wa tafakuri ya akili yangu, tunaita prior knowledge. Akili yangu inaanzia kwenye Mungu, alafu inakuja kwenye katiba. Inapokuja kwenye katiba, mimi naamini kabisa kwamba nchi hii ina uwezo wa kuwatibu watu wote kabisa bila bima afya. Kama tukiwa na dawa zetu wenyewe, tumetengeneza wenyewe, rasilimali tulizokuwa nazo, tunaweza tukaondoa bima ya afya kabisa kabisa na watu wote wakatibiwa bure. Anayetaka kwa raha zake ndo akaendelea kujitibu mwenyewe, kujitibu kwa pesa anavyotaka. Lakini bima ya afya mimi si muumini wake kabisa. Nyumbani kwetu mimi ni mtoto wa mwisho. Ukiniona hivi unasema mbona baba unafikiria kama mtoto na wewe ni mtu mzima? Hakuna mtoto anakuwa mkubwa kwa wazazi. Mama yangu akiwa hajafariki alinikabidhi kwa kaka yetu anaitwa Dr. Ringo Tenga, ni binamu yangu. Mama yule Ringo Tenga anaitwa jina la baba yake mama. Anaitwa jina la baba yake mama, Mzee Tenga. Kwa hiyo mama asema ukiwa una shida kidogo ya mwanamume wa kuongea naye vitu vigumu vya kiume, unaongea na babangu anaitwa Dr. Ringo Tenga. Ni mhadhiri wa Chuo Kikuu cha Dar es Salaam, kitivo cha sheria. Kuna dada yangu mwingine anasema ukitaka mtu ambaye utaongea kama mama, kwa sababu watoto wa mwisho kuna tabia fulani hivi wanamisi mama. Akasema ukimisi utaongea na Kadodo Joyce, huyo atakuwa mamako. Hata nilipopata ajali, Kadodo anakaa Mboko Moshi. Pale kwa Alfonso unapanda kidogo kama nilirea Kiwala huko juu, maeneo ya Moshi. Basi alikaa na mimi miezi mitatu kuniuguza kwa sababu mama alimkabidhi. Lakini kuna watu sasa wameweka pesa zao kuniuguza wengi. Mimi na marafiki matajiri wakubwa kabisa, lakini wenyewe hawakunichangia mimi hata 100. Kwa sio kwa sababu nataka wanichangie, hapana, na kuonyesha tu kwamba ukiwa na community ya imani, ukiwa na watu kwenye jumuiya, watu wa jumuiya yako wewe, shika ndani kwenye jumuiya. Kama wewe ni Mkatoliki una wenzako jumuiya, kaa nao vizuri. Ukiwa na shida watakusaidia. Kama ni Muislamu unakaa kwenye jumuiya hata za Jamatini kwa mfano za Wahindi, unakaa nao vizuri. Hapa kama ni wanani hivyo, kaeni vizuri. Kila mtu akae kwenye jumuiya yake ambayo itampa faida wakati wa taabu. Lakini hapa ninapokaa ni kwa dadangu anaitwa Dr. Rose, anatibu hospitali ya Temeke. Kwa nilipopata ajali ilibidi nichukuliwe kutoka Moi. Niliwaambia sitaki kwenda kwenye nyumba ambako nilikuwa na mapanga, sema mimi nipelekeni kwa dada yangu kwa sababu hata niangalie. Dada na udaktari wake, maana ameshawahi kuona watu wakikata roho. Dada hakuamini kama sitakufa, aliamini nitakufa. Kwa hiyo usiku wa manane alikuwa anaamka kuniangalia kama bado niko hai. Alikuwa amini sitakufa. Dada anaitwa Dr. Rose Chagama, ni dada yangu. Ana mdogo wake anaitwa Dora. Dora pia aliacha kila kitu kuhakikisha kwamba senti 5 yake ya mwisho inanisaidia. Hawa ni ndugu walionisaidia mimi. Nimeshasema habari za kanisa loko Uingereza, marafiki walihakikisha kwamba wanafungua grupu la kunitibu mimi mpaka nipone. Ile grupu halikufungwa mpaka nilipoambia nimepona. Kuna mashine za kufanyia mazoezi. Walinunulia pia mashine za kufanyia mazoezi. Kwa hiyo labda hii iwe ni fursa. Na marafiki zangu wengi wamekuja kuniona personally. Dr. Ezra Chomete kutoka Uingereza alikuja kuniona. Yuko mwingine anaitwa Noah Mwakanosia alikuja. Na marafiki zangu personally, mwingine ni consultant yuko China anaitwa Richard Wanjara, na marafiki zangu wengi. Hata leo hii hapa, kwa kuwa biashara zimesimama kabisa kwa kuumwa kwangu, kama nimepigiwa simu na serikali kwenda kusaini document, lakini siwezi kwenda kwa sababu consultant ni mimi, lakini pia sijaweza kutoka, maana sina njia ya kupata pesa. Hata leo hii kuna mkurugenzi wa halmashauri ya Tunduru yuko Dodoma, kazi yangu pale hajaweza kuisaini kwa sababu yuko kwenye mkutano ambao ni mkutano wa mwaka, anatakiwa kuwa pale. Akija akisaini dokumenti yangu, nitaanza kufanya kazi zangu za consultancy, ikiwepo kazi za uchimbaji wa madini ambao pia napenda kufanya ili kuendelea kupata mapato. Kwa hiyo kitu muhimu ni kwamba kwa kipindi kama hiki ni kipindi ambacho watu wanatakiwa kugundua kwamba kukaa karibu na ndugu, kuwaheshimu wazazi,
kuwaheshimu ndugu na kutoleta mifarakano kwenye jamii ni kitu muhimu. Narudi tena kwenye ibara ya 9. Mimi ni mjamaa kweli kweli, naamini kwenye misingi ya utu. Ndugu mtangazaji Herman, na kushukuru kwa kuniuliza swali ambalo yumkini linatokana na wasikilizaji wako, kwamba yani kutoka ulianzia wapi mpaka ukaamua kugombea urais. Kwamba umewahi kuwa hata diwani au umewahi kuwa hata kwenye mangazi hata mwenyekiti wa shina au kutoka kule chini kabisa unapopanda? Hapana, hizo ni ngazi zote za huko chini. Sijawahi kushika ngazi yote ile ya chama kwa chini, ila nina tabia ambayo nilikuta ndani ya nchi hii. Mwaka 1977 nikianza kusoma darasa la kwanza, mimi nilifurahia tu bendi ya shule ya chipukizi wa Chama cha Mapinduzi. Kitu nilichokipenda kabisa ni bendi, na mimi kwa kweli nakwambia nilipokuwa darasa la 4 nilikuwa napigia filimbi bendi ya shule. Kwa hiyo napenda gwaridi. Alafu baadaye kidogo tulipokuwa kwenye level ya kwenda jeshini, unafika jeshini unakuta zile tamaduni tulizozikuta kwenye chipukizi wa Chama cha Mapinduzi, hata na nyimbo za tano tulizokuwa tunaimba unapanda nazo, kwa sababu mwaka wa 77 Chama cha Mapinduzi kikizaliwa, bado kuna maeneo tulikuwa hatufikiri Chama cha Mapinduzi, bado tunafikiria kama tano, na CCM imekuwa kama tano kwa muda mrefu. Nadhani mpaka mwaka 1990 ndio CCM ilianza kidogo kupungua nguvu za kitano, mahali ambako mtu wa kawaida kiongozi anaitwa mheshimiwa. Zamani za CCM ya tano hapakuwa na mheshimiwa, kwa sababu watu wote walikuwa ni ndugu. Ukisikia mtu anaitwa mheshimiwa, ni falsafa za kiliberali zinamwibia mtu haki ya kukaa karibu na kiongozi. Yani kiongozi anatakiwa kae mbali na wewe, akutishe. CCM kwa silika yake kiongozi hatishi. Kiongozi ni ndugu yako tu. Hiyo ni falsafa ya Chama cha Mapinduzi. Kiongozi ni ndugu yako. Mimi nakumbuka pale Lumumba miaka ya 90 ulikuwa tunapishana na Rais Mwinyi kwenye corridor. Wazee wa Dar es Salaam wamekuja kumuona, anakuja kusikiliza. Yani Rais Mwinyi namfahamu personally, hata nyumbani kwake nimekaa nimekunywa chai na wote isipokuwa Nyerere. Na Nyerere nimewahi kumuona kwa karibu sana, kwa karibu tu, kama labda mita 3 kutoka alipo. Lakini marais wengine wote kumwacha rais wetu wa sasa Daktari Samia, wengine wote nimekaa nao kwa karibu kama hivi tulivyokaa wawili tu. Na hii ni bidii aliyofanya Rais Kikwete. Yeye namshukuru personally. Yeye alinifanya mimi nikakutana na mzee Mwinyi. Yeye alinifanya mimi nikakutana na mzee Mkapa. Yeye alinifanya mimi nikakutana na hayati Magufuli. Yeye Rais Kikwete. Kwa hiyo naweza kukuhakikishia kwamba siku nataka kwenda kuchukua fomu nilimpigia tu mheshimiwa Rais Kikwete kama mwenyekiti wa chama, nikamwambia na mimi mambo yangu nataka kuwa rais wa nchi. Akaniambia kachukue fomu. Kachukue fomu. Kwa hiyo nikaenda kuchukua fomu, na kipindi kile tulikuwa watu wengi. Kwa kweli nia ilikuwa ni kujitambulisha tu kwamba nipo, ninaweza kufanya vitu vichache kwa nchi hii, kuweka mchango wangu. Naweza kuwa rais kabisa na umahiri wa kuwa rais, lakini nia yangu kipindi kile ilikuwa sio kuwa rais wa nchi, hapana. Nia yangu ilikuwa ni kujitambulisha, niko hapa, mkitaka mtu mwenye umahiri, mwenye utaalamu, nipo tu. Basi kwa hiyo kwenye kukichangia chama nikachukua fomu. Kipindi kile fomu ilikuwa ni milioni 1, nikalipa. Ni hivyo tu. Otherwise watu wanataka kujua zaidi, huo ndio ukweli wote, na ninasilika kueleza ukweli mpaka unaweza ukakuudhi, kwa sababu nasema ukweli mpaka kwenye nukta, na siogopi, maana hakuna mtu namuomba kitu. Mahusiano yangu na watu wote yako kwenye katiba. Kila mtu ana uhuru wa kuchangamana na watu wengine. Naipenda sana katiba ya nchi, naipenda. Yani naipenda hii katiba. Hata nikisikia mtu anasema habari ya katiba nyingine, nasikia kichefu-chefu.
Sawa. Na vipaumbele vyako vilikuwaje katika wakati unachukua fomu hizo? Vipaumbele vyangu vilikuwa ni vile vile nilivyovisema kwenye ile part 1, hata sasa navirudia. Mimi nataka kubadilisha mfumo wote wa elimu usio wa kiliberali. Unaona, kwa mfano leo tunaongea kitu kinachoitwa artificial intelligence. Hata hiyo simu ulioshika hapo inatumia artificial intelligence. Lakini tunatoka kwenye artificial intelligence ambayo ni ya awali, tunakwenda kwenye nyingine inaitwa artificial general intelligence. Tukitoka kwenye artificial general intelligence tunakwenda kwenye artificial specific intelligence. Unajua kinachofanyika hapo katika falsafa za ndani, nikizieleza hapa watu hawataelewa. Watu wenye umahiri wa kuelewa hii ni wachache hapa duniani, labda 2% tu. Iko hivi, yani tunapozalisha artificial intelligence, mtu anaibiwa utashi, unaibiwa akili. Mtu yote anayetumia artificial intelligence akili zake zinashuka chini. Kwa hiyo nikiwa nafahamu hivi kwa kina kabisa, sitaki kuelezea, lakini kwa kina kabisa, watu watakuwa wajinga sasa hivi kuliko tulionao sasa hivi. Na Nyerere alisema adui yetu wa kwanza ni ujinga. Yaani ujinga tulionao sasa hivi utaongezeka kwa sababu ya kiteknolojia. Kwa hiyo ukiniambia unataka kufanyaje? Nataka kupunguza kiwango cha ujinga. Nataka kupunguza kiwango cha ujinga, na ujinga dawa yake ni elimu sahihi. Sasa elimu sahihi ni kuvunja vitu viwe vidogo vidogo. Usipovunja kitu kikubwa kiwe kidogo sana, huwezi kupata umahiri. Huwezi kupata umahiri, huwezi kutoa ujinga. Kwa hiyo cha kwanza ilikuwa nataka tuanze philosophy ambayo ni homegrown. Homegrown yani nikikaa na watoto kama nimtaja Karim, watoto wa jirani mwanajeshi, wakikutana mimi wananiambia pole. Alafu baadaye kidogo nakutana watoto wengine hapo njiani, nauza shule imekuaje? Kuna mtoto mmoja tumekutana hapo jana, hana begi. Nikauliza unaenda shule, begi liko wapi? Akasema babangu anakuja nalo. Baadaye kidogo babake anatokea, kwa sababu nilikuwa juu ya kilima. Babake akanisalimia, kwa sababu kwa umri wangu watu wengi hapa ni wadogo kwangu. Sasa nataka watoto wenye akili zao, wenye nidhamu ya kutosha kuwa na nchi inayoendelea na taifa la kudumu. Tukishikiwa akili na wazungu kama sasa hivi mitaala elimu ni ya kushikiwa na akili na wazungu, nakataa. Yani the current, yani elimu ya sasa hivi sio is a northern thinking, inatumia falsafa za kaskazini. Hatujakuwa na falsafa ya kwetu wenyewe. Ina maana maprofesa nchi hii wakae chini, wasuke kwanza, wasome katiba, waihamishe moyoni, ili useme ujamaa ni imani. Mtu ambaye hana dini anatakiwa aamini kwenye utu wa mtu. Mtu mwenye Mungu aamini kwenye utu wa mtu. Yani huhitaji kuwa Muislamu au Mkristo au mpagani kujua kwamba mtu ana utu ambao hauwezi kuwa traded. You cannot trade on human dignity. Huwezi kufanya biashara kwenye hadhi ya mtu. Lakini teknolojia ya kiliberali na elimu ya kiliberali inafanya biashara kwenye mwili wa mtu. Mimi nimekataa. Sawa, basi nikukaribishe kuzungumza na marafiki zako, watu ambao pengine hujapata kuwasiliana nao kwa muda mrefu, ungependa wakufikie. Nina email. Nadhani website za kampuni zimesha crash kwa sababu sina uchumi, nimekaa chini. Sijaweza kutoka kufanya. Mtu nayemsubiri sana ni mkurugenzi wa halmashauri ya Tunduru. Na msubiri arudi ofisini, nipeleke kwa wananchi anitambulishe ili nianze kazi za kuchimba mawe pale. Napenda kuchimba madini na niko tayari kuendelea kufanya kazi zangu za kuchimba madini na kazi za consultancy. Mtu anayetaka kumsalimia hapa kwa pekee kabisa ni alikuwa inspector wa generali wa polisi Saidi Ali Mwema. Huyu inspector generali wa polisi ndiye mtu aliyenifanya mimi kwenda kusoma shahada za vyanzo vya uhalifu. Mimi ukriminologia wangu umepata influence ya Saidi Ali Mwema. Yule kiongozi, Mungu ambariki, ampatie maisha marefu, yeye na watoto wake na mke wake au wake zake, maana yeye ni alhaji, ana haki ya kuwa na wake wengi atakavyotaka. Kiarabu wanasema alhalali urba, halali mpaka wanne. Kwa hiyo namuombea afya njema, maisha marefu, yeye na watoto wake, na mkumbuka Ali na dada yake. Basi yule alinifanya mimi kusoma kitabu cha kwanza cha kipolisi, inaitwa Police General Orders. Alinifanya nisome ofisini kwake. Hata ikiandikwa kwenye kitabu cha mwaka 2008 alipokuwa IGP, kwenye kitabu chake utakuta saini yangu iko pale.
aliniambia maneno ambayo sitasahau. Alisema, weka mchango wako kwenye taifa hili hata kama umchungaji. Maana Desmond Tutu yuko pale chini na uchungaji wake anaweka mchango kwa taifa lake, na wewe weka mchango wako kwenye taifa. Aliniinspire sana. Kwa hiyo hata degree zangu hizi za research, criminology, criminal justice zingekuwa ni za kwake Said Mwema, maana alinifanya kusoma hivi. Otherwise hata kupata pesa za research huko Ulaya kimsingi ni kwa sababu ya wema wake wote. Mungu ambariki sana. Baada ya hapo, watu wote walionisaidia wakati wa kufunga na kuomba, nilifunga siku 10 na kumwomba Mwenyezi Mungu awabariki watu wote walionisaidia, na watu wote walionionea wakati naumwa niliwaombea msamaha, maana mimi ni mchungaji. Namba yangu ya simu 076230 004 mwisho 7. Mtu akitaka tu ananisalimia tu, hamna shida. Namba yangu ni 076230 004 mwisho 7. Shukrani sana. Nawashukuru sana wa Tanzania. Napenda sana Tanzania yetu. Hakuna nchi nzuri kama Tanzania. Hakuna kabisa. Tanzania tuna fursa nyingi kabisa za kufanya kila Mtanzania aishi kwa furaha. Kila Mtanzania anaweza kuishi kwa furaha kabisa. Kwa furaha maximum, kwa potential zake. Sio kama ile American dream, hapana. American dream is a lie, ni uongo. Kwa sababu nikikufundisha mchakato wake kifalsafa, utajua watu wanaibiwa.